Sasa taarifa ni kwamba EP ya Room Number 3 ya Mbosso imeingia kwenye top album chart on Audiomack TZ. Kwa maana ya EP hiyo imeingia kwenye nyimbo kwenye album 10 bora kupitia Audiomack. Aliyakuwa hii ni EP lakini imeingia kwenye hiyo top 10, na nafasi ya 10 ni album ya J Melody inaitwa Therapy. Alafu nafasi ya 9 album ya Mario inaitwa The Kid You Know. Alafu kuna album hapa, hii ni EP nadhani ya Pina, inaitwa Melanin Therapy. Alafu kuna Darasa hapa imeingia hapa, inaitwa Take Away the Pain. Alafu kuna Mario pia The Kid You Know Deluxe imekaa nafasi ya 6. Alafu kuna EP ya Yummy inaitwa After All. Nafasi ya 9 J Melody albamu yake inaitwa Addiction. Nafasi ya 3 Zuchu albamu yake inaitwa Peace and Money. Alafu nafasi ya 2 Mario albamu yake inaitwa The Godson. Alafu nafasi ya kwanza ni Room Number 3 ya kwake Mbosso, ambaye ameingia hapa na kukaa nafasi ya kwanza kwenye hiyo chart. Hii pia inaweza kukuonesha ni kwa kiasi gani ambavyo Mbosso ameendelea kutengeneza hizo rekodi kupitia majukwaa mbalimbali ya kustream muziki. Hapo jataja Spotify, kuna hapo kuna Spotify, kuna Apple Music, kuna Boomplay, hapo jataja YouTube na kwingineko ambako Mbosso amekuwa akiweka baadhi ya nyimbo zake na zimekuwa zikifanikiwa sana kupitia digital platform mbalimbali za kustream muziki. Miongoni mwa taarifa ambazo siku ya jana pia zilikuwa zina trend kuhusiana na msanii Mbosso ni yeye kuhusishwa kuwa na mahusiano na promoter wa matukio kutoka Eldoret, Sasha DMB, ambaye alifichua kwa sasa ana uhusiano wa kimapenzi kwa siri na star wa muziki Mbosso, na alithibitisha hilo wakati anazungumza na Tony Mwirigi. Sasha alisema wamekuwa kwenye uhusiano huo kwa muda, lakini waliamua kuweka faraha ili kulinda maisha yao binafsi. Kwa maana ya taarifa kuhusiana na Mbosso kuwa na uhusiano na promoter wa matukio kutoka Eldoret pale nchini Kenya zilianza kuenea baada ya chat ambazo zilivuja, yani screenshot za chat ambazo walikuwa na chat wao wawili kupitia WhatsApp kuvuja kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na basi mambo yakaonekana kutrend huko. Mwenyewe alikuwa anakataa lakini akaja kuconfirm kuhusiana na hii issue, na kila mtu akaona kwamba kumbe Mbosso sasa hivi ana date na promoter kutokea pale nchini Kenya. Utakumbuka kama mwezi mmoja hivi uliopita Mbosso pia alitokea pale Nairobi kwa ajili ya kuzindua moja ya kasino kubwa sana pale. Kwa hiyo huenda walikutana kule na maisha mengine yakaendelea, au ilikuwa ni uhusiano wa muda mrefu, lakini taarifa kufikia ni kwamba Mbosso ameweka hiyo rekodi, lakini anahusishwa pia kuwa na mahusiano na Sasha DMB, huyu ni promoter matukio kutoka Eldoret pale nchini Kenya.